السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا innaka anta tawwabur rahim. Tumshukuru Allah, tumtakie rehema na amani bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye amekuja kutufunza ustaarabu. Hatutafanikiwa kusimama kama viumbe bora katika uso wa ardhi duniani hapa kama hatutampa nafasi mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa mwalimu. Naam, tunaishi katika dua aliyoiomba baba yetu wa imani Nabiullah Ibrahimu alayhi salam, pale aliposema ewe Mola wetu, tujalie tuwe wanyenyekevu kwako na vizazi vyetu kadhalika vinyenyekee kwako. Tunaomba tupe maskani, tuoneshe njia ya kufikia kiwango kilele cha unyenyekevu. Tunatubu kwako, hakika wewe ndio unayepokea toba. Ndugu zanguni wadau, hii ni dua ambayo inatuongoza kuona umuhimu wa kumwomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kutupa kizazi chema. Kosa kubwa ambalo mtu anaweza akalifanya katika maisha ya dunia ni kuwapoteza walio chini yake. Naam, kitengo cha familia kinapaswa kiwe na maarifa ya kutosha ili kuweza kumtengeneza binadamu aliyokuwa bora. Leo jamii inalia kuhusu mmomonyoko wa maadili. Sehemu kubwa kizazi kinasumbua, watoto hawajapona, si wa viongozi wa dini, si wa viongozi wa kiserikali, lakini hata watoto wa watu wengine wa kawaida mtaani. Wote tunalia kwamba kila uchao maadili yanazidi kumomonyoka, kizazi kinazidi kuitokomea porini. Sasa malezi nini malezi? Malezi ni jumla ya mambo anayofanyiwa mtoto ili apate kukua katika ubora wa binadamu. Sasa changamoto kubwa leo ni kwamba wazazi sehemu kubwa tumejitoa katika usimamizi wa malezi. Matokeo ya kilio hiki cha kuona kwamba maadili yanazidi kumomonyolewa ni kwamba wazazi tunaonekana hatuingizi uhusika wetu katika kusimamia watoto. Tukirejea kisogo cha historia tofauti na alama za nyakati zilizopo hewani, leo tukitafakari kwa kina ni kwamba malezi ya watoto wameachiwa makundi maalum kama vile mayaya na madam house girls, ndio wanaolea watoto kwenye majumba. Wazazi wanakimbizana na maisha na tonge. Lakini kundi la pili ni social networks, ni mitandao ya kijamii, YouTube, Twitter, internet, Insta, WhatsApp na nyinginezo. Huko ndiko malezi yanakosomwa. Naam, eneo la tatu ambalo limebebeshwa majukumu ya ulezi ni vyombo vya habari, press, TV, radio, magazeti kadhalika. Hao ndio walimu wanaosimamia malezi. Majumba yamekamatwa na TV. Watu wameapa nafasi masizoni kuwateketeza. Dini inakosa nafasi. Si baba, familia nzima inateketezwa na masizoni kwenye majumba. Lakini tunaona maredio, muziki. Leo mpaka unatembea mtaani kijana kabandika headphone zake ni muziki tu. Ukiangalia sana kamati ya chini, kamati ya juu ni mwendo kukamata tu basi. Tunajenga jamii ya sampuli gani hii? Inakosa hisia na kusikia maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, magazeti nayo waandishi wakijitahidi, mawakala wa ibilisi hawa
kuhamasisha jamii, kuisukuma kwenye ngono, kuisukuma kwenye story za kuamsha hisia za kingono. Haya ndio maisha tunayoishi. Naam, mbele yetu tunaisoma hadithi ya Bwana Mtume SAW inasema, idha mata ibn adam inqata'a amaluhu illa min thalatha: sadaqatun jariya, ilmun yuntafa'u bih, au waladun salihah yad'u lahu. Tumeyasema anapoondoka duniani mwanadamu matendo yake ukatika, isipokuwa matatu yanaendelea kuwa hewani. Hebu tufikirie kuacha sadaka yenye kuendelea, sadaka ambayo utakapokuwa umeondoka mwanadamu, huku nyuma inaendelea kunufaisha watu, kama waliojaliwa kuchimba visima kama kina Sayyidna Uthman, wamechimba visima Uarabuni mpaka leo watu wanakunywa maji. Sadaka zenye kuendelea. Jenga madrasa, watu wanasomeshwa dini, wewe haupo lakini harakati za dini zinaendelea. Naonaje? Naam. Lakini jambo la pili, fikirieni kuacha elimu yenye manufaa. Acheni elimu itakayojenga watu badala ya kuacha elimu zenye kuwatatanisha watu. Fikirieni jambo la tatu, hadithi inatuambia tufikirie namna gani tutaacha mtoto mwema, mtoto ambaye ataendelea kukuombea dua mzazi hata baada ya kuondoka. Tunufaike na hadithi hii kwa mambo haya matatu. Hebu tunufaike. Aina gani ya mtoto unawaachia wenzio baada ya wewe kuondoka katika mgongo wa ardhi? Ni kubwa ya kutafakari. Tuepukane na adhabu itakayotokana na uzembe wetu wa kutokusimamia malezi kwa watoto. Kitengo cha familia kikipoteza mwelekeo kiasi ambacho watoto wakaendelea kubomoka kimaadili, hatutakuwa na jibu la kumjibu Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, sababu message ndio hii na maarifa ndio haya. Tunapaswa kufikiri kwa kina, tunapaswa kukaa chini na kutafakari tunakoma wapi. Kwa nini na sisi tulie kilio cha mmomonyoko wa maadili hali ya kuwa makablasha ya kiwahai yako vizuri, yanatuelekeza katika kila hatua ya kusimama? Tafakari kwa kina. Naam, ndugu zanguni, usikubali kuachia wenzako mtoto ambaye hana viwango duniani. Hebu tuangalie wenzetu kisogo cha historia. Allah anamleta kwetu Nabiullah Ibrahimu alayhi salam. Alipofikia utu uzima, hana mtoto, anamuomba Allah, Rabbi habli minas salihin, Mola wangu naomba unipe mtoto mwema. Anaomba mtoto lakini awe mwema, si mtoto tu bali awe mwema. Mola wangu naomba unipe mtoto mwema. Hawa ni mitume wanaomba watoto wema. Watoto wema hawa ili waje wafanye kazi baada ya wao kutawafu. Si yeye tu, anakuja tena Nabiullah Zakaria alayhi salam. Naam, naye ananyosha mikono kumwomba Mwenyezi Mungu, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, Mola wangu nakuomba unipe mtoto mwema. Baada ya kuona sasa uzee umemfika na hana mtoto, itakuwaje harakati ya dini baada yeye kuondoka? Wenzetu wanawaza dini kwanza. Si wao tu, Qur'ani imemrekodi pia mke wa mzee Imran, idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni, Mola wangu nimekuwa mjamzito, natia nadhiri kilichopo tumboni mwangu nikizaa basi nizae mtoto atakayekuwa mtumishi, atakayefanya kazi yako. Naomba unikubalie dua hii ya Rabbi. Naam, alipojifungua akawa ni mtoto wa kike. Walaisa dhakaru kal untha, mbona sasa ni mwanamke? Huku nyuma ameshajibiwa, wallahu a'lamu bima wada'at, Mola wako anajua ulichokizaa. Katika kuomba dua si lazima upate unachokiomba, ila utapewa unachostahiki. Mama huyu ameomba mtoto wa kiume, kapewa wa kike, lakini kupitia wa kike huyu basi akakubali, akamwambia wa inni samaituha Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyataha minash shaitanir rajim, Mola wangu mtukufu basi nitamwita Maryam, nitamwita Maryam na namkinga kwako yeye na kizazi chake dhidi ya vitimbi na ila za shetani mwenye kulaaniwa.
ni dua ya bibi. Dua ya bibi imemfikia Nabii Isa, dua ya mama imeweza kumfikia Maryam. Namna gani? Hawa wenzetu wote wanafikiria dini kwanza. Kwa hiyo uombaji wao watoto kipaumbele chao ni dini. Vipi hali zetu sisi? Ni kweli tumeipa dini kipaumbele? Tunapohangaika kutafuta watoto tunafikiria dini, tunafikiria kurithiwa majumba yetu, mashamba yetu, biashara zetu. Wenzetu walikuwa wanaomba watoto kwa ajili ya kuisukuma mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutafakari mimi na wewe, tunauelewa kiasi gani juu ya hatua za makuzi ya mtoto, ili tuweze kumtosheleza mahitaji yake katika kila hatua ya makuzi ambayo anasogea. Ndugu yangu mwananchi, ewe mlimwengu uliopo popote pale duniani, naam, sasa tunahitaji tupanue uelewa. We are supposed to be knowledgeable. Tuwe na maarifa ya kutosha. We have to broaden our understanding, tutanue uelewa ili tuweze kuitosha sekta hii ya familia kwa kusimama kama wazazi. Ndugu zangu, ni watoto wanabadilika mahitaji yao mwaka mmoja, miaka miwili, mtoto wa miaka mitatu, mtoto wa miaka 7, akifika miaka 10, kadri anavyozidi kukua mahitaji yake yanabadilika. Kitengo cha familia tuwe nyuma ya mtoto, tuweze kumkidhia mahitaji yake katika kila hatua ya makuzi. Naam. Katika kila hatua mtoto anatakiwa boreshwe maeneo takriban 5. Anahitaji kulelewa kimwili, jumla ya mambo atakayofanywa kuwe katika afya bora. Malazi, mavazi, chakula, matibabu. Anatakiwa alelewe kiroho, kiimani. Jumla ya mambo atakayofanywa ili mtoto apate kukua kiimani. Sambamba na uchaguzi wa mke bora, dua, kuishi maisha ya dini ili atengenezeke kiumbe aliyokuwa bora. Usikubali umtengeneze msanii mikononi mwako. Usikubali umtengeneze DJ mikononi mwako. Tengeneza mja wa Allah mwenye kuitambua ajenda yake. Ajenda ni kitu muhimu sana. Tusipishane na ajenda. Lakini mtoto anatakiwa alelewe kiakili. Tusitue akili ya mtoto katika ugunduzi. Mwanadamu katika ubongo na mfumo wa njia za ubongo unaweza kumsaidia kuvumbua mambo mbalimbali. Ugunduzi huu utamsaidia atakapokuwa mkubwa, atatafuta suluhisho la matatizo mbalimbali atakayokuwa yanamzunguka. Kwa hiyo mtoto anatakiwa alelewe kiakili. Pamoja na anachezea vitu, anaunda vigarigari nini, kisachi kipaji cha mtoto wako ili upate kumuendeleza. Naam, ewe mzazi, ewe mlezi, mtoto anakuwa kiupendo, kihisia. Kitengo cha familia tusimame kumtosheleza mtoto katika kila hatua ya makuzi. Mtoto anahitaji kutoshelezwa. Sambamba pamoja na kucheza na mtoto, kumpiga piga hivi, kuimba naye, kucheza naye. Vyote hivi ni katika kuingiza hisia katika moyo. Mtoto anakuwa kijamii. Kitengo cha familia kiwe nyuma kumlea mtoto, kumkuza kijamii. Sambamba na kumpa nafasi ya kujieleza, kuuliza ili aje aweze kutoa hoja zake katika jamii. Akosoe, adadisi, aseme, atoe maoni yake. Kitengo cha familia kina dhamana ya kumtengeneza binadamu bora. Swali linakuja, tupo bize kuhangaika kwenda kwenye ndoa kwa gharama kubwa, masherehe makubwa, shughuli zinaenda kwenye maukumbi, kamati zinahangaika, watu wako bize na sare, lakini kitengo cha familia kina maarifa. Unawezaje kuwa dereva una leseni? Tuna leseni ya malezi. Naam. Wazazi tunapaswa sasa, kipindi hiki cha makuzi ni kipindi cha mapambano. Mtoto anataka awe juu na mzazi wewe ndio unapaswa uwe juu zaidi ya mtoto. Tunatakiwa tuwekeze muda wetu katika malezi, tuwekeze fedha, lakini pia tuwekeze nguvu, yani usimamizi. Kwa kufanya hivi tutakuwa tumekisaidia kitengo cha familia. Tuimarishe maridhiano, tuimarishe mawasiliano, tuweze kwenda na mtoto kutoka hatua tegemezi tumfikishe kujitegemea ili huyo aje aweze kutegemewa. Hatua tegemezi, kujitegemea na kuja kutegemewa. Unaona, na tumtegemee wazazi kibidi kama Allah anatupa huo umri mrefu. Sasa jamii
inaishi na njia 4 za malezi, na kuomba safiri na mwalimu, mshauri na saa wako katika kitengo hiki cha familia. Njia 4 zinaonekana kutumika kuwalea watoto. Je, ni njia ipi itatutoa? Ni njia ipi tunaweza tukamtengeneza binadamu bora? Naam, njia ya kwanza ambayo tunaishi nayo, tambueni uwepo wa njia ya malezi ya mzazi dikteta. Tambueni uwepo wa njia ya malezi mzazi anayetumia nguvu katika malezi ya mtoto. Ni wale wazazi ambao wanatumia nguvu bila kuonesha njia. Njia hii ya malezi inaonekana kutumia adhabu sana, vipigo sana, lakini njia hii pia inaonekana kukata mawasiliano. Hakuna urafiki baina ya mzazi na mtoto. Ni njia ambayo imekosa ushirikishwaji katika mambo ya familia. Haina vikao vya familia kujadili mambo ya familia. Wazazi wanahitaji utii bila kuonesha njia. Tabia hii ya malezi iliyokosa mjadala, iliyokosa mashauriano, inayotumia nguvu, inapandikiza hisia za ukatili kwa watoto. Inapandikiza hisia za ubinafsi. Watoto wanabomoka. Mtoto hawezi kuuliza maswali. Ikiwa mtoto anatakiwa akuzwe kijamii, aulize, ajieleze, hawezi, kwa sababu kali umetangulia kuliko urafiki. Mtoto anayepigwa sana, malezi ya kimwili, majeraha, vipigo, adhabu zisizozingatia hata ule ubinadamu wa mtoto, mtoto huyo anapandikizwa mbegu za ukatili katika mwili wake. Hisia zake zinabeba ukatili, mwili unakuwa sugu kiasi ambacho mbegu hii itatafuta mahala pa kuja kuotea. Wadau, tujenge maarifa, tusimtafute mchawi wa kilio hiki kikubwa cha mmomonyoko wa maadili, bali inawezekana mchawi wa mtu akawa ni mtu mwenyewe. Naam, kwa nini tuumwe, kwa nini tuugue kiasi kikubwa hiki cha utapiamlo, kiasi kikubwa hiki cha kwashakoo ya kukosa maarifa ya kutosha? Unakuwaje mzazi aliyakuwa huna taaluma ya kuwa mzazi? Unakuwaje mlezi aliyakuwa huna taaluma? Mtoto asiyeweza kuuliza chochote kwa wazazi, asiyeweza kushirikishwa, anakufa kijamii. Huyu hawezi kuyashiriki mambo ya kijamii. Mtoto anayefokewa na kupigwa mara kwa mara anakuwa moga, anajenga wasiwasi, anakuwa mnyonge, anakosa furaha. Wapo watu hawana furaha kwenye maisha yao kwa sababu mazingira ya malezi hayawatengenezei furaha, bali yanawatengenezea ukatili. Naam, watoto ambao hawapati fursa ya kucheza na wazee wao, hawa wanakuwa waoga. Katika sheria ya Kiislamu tunamsoma Bwana Mtume SAW alikuwa akicheza na wajukuu zake Hassan na Hussein. Kwa nini wajukuu? Watoto zake wa kiume Kasim kina Ibrahimu walikufa, alikuwa bado wadogo. Kwa hiyo aliendelea kucheza na wajukuu zake. Na kwenye Qur'an tunaambiwa fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fadha ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Lau Muhammad ungelikuwa ni kutokana na rehema za Mola wako umefanywa kuwa mpole, lau ungekuwa na moyo mgumu mkali ungekimbiwa. Tunaona upole huu na moyo laini huu tunauona akicheza na wajukuu. Na huu ndio Uislamu, na huu ndio ulezi. Tucheze na watoto, tuimbe na watoto. Watoto waonje urafiki kwetu sisi wazazi na walezi, jambo ambalo Mtume SAW ametufundisha hili kwa mapana. Leo tunafundishwa na Wizara ya Afya, imba na mtoto, cheza na mtoto, wakati Mtume wetu Muhammad SAW habarizi ameshazimaliza tangia karne ya 7. Kazi kwetu tu. Naam, tupokue maarifa. Ndugu zanguni, Mtume SAW alikuwa akibusu wajukuu. Kiasi alikuja bedui mmoja akamwona na busu, akamwambia, mbona unabusu watoto? Sisi huko tunakotoka hatuna utamaduni wa kubusu. Akamwambia, asiyekuwa na huruma hatahurumiwa. Unaona huu ndio utamaduni wa Kiislamu. Mzazi, busu mtoto ni ishara, busu ni ishara ya upendo. Kucheza na watoto ni ishara ya upendo. Vyote hivi Mtume wetu amevifanya. Tunakwama wapi? Hali ya kuwa inna dina inda Allah al-Islam. Dini ama mfumo sahihi wa maisha kwa mwanadamu ni Uislamu. Tunakwama wapi?
ikiwa makablasha ya kiwahai yanafunguka na yapo wazi, tunakuwa mawapi? Ndugu zanguni, malezi haya yanazalisha mtoto ambaye anakuwa ni katili. Madhara yake ukubwani. Sasa tunapanda mbegu ya ukatili ambayo itakuja kuota ukubwani. Kama watu hao watakuwa watumishi katika kada ya walimu, ndio wale walimu wanakuwa sio rafiki kwa wanafunzi. Mwalimu ni mkali kupita kiasi. Ili mtoto apende somo, mwanafunzi atangulie kwanza kumpenda mwalimu. Kama mwalimu si rafiki, hata somo lake pia halitakuwa rafiki. Ukiwasacha watu, kama watakuwa ni watu wenye mamlaka, wenye vyeo, wana madaraka, ndio wale wenye madaraka hawana huruma na raia wao. Ndio wale wenye madaraka hawasikii vilio vya raia wao, kwa sababu nao walilelewa kiukatili. Zile chembe chembe za ubinadamu, za huruma hawana. Tunahangaika kunyosha kivuli, uliopinda ni mti. Tunahangaika kushughulika na matokeo, tunaacha kwenda kwenye chanzo. We have to go back to the sources. Twendeni kwenye chanzo. Hapa jamii ilipo ni matokeo ya kazi ya ulezi. Naam, enyi wazazi, enyi walezi, tusimame. Kitengo cha familia kinayumba. Naam, ukienda sehemu za kazi, kwa watu waliopata malezi haya ya kidikteta, ndio wale watu baadhi ya sehemu za kazi wakutia mtu hana mahusiano mazuri na wafanyakazi wenzie. Mkali, anapenda kupiga na pigana, ngumi nje, matusi, mpaka mnajiuliza kwani imekuwaje? Ndio sasa unasemaje? Kwa hiyo kuna mazingira kama hayo. Kumbe huyu amebomoka tabia yake mikononi mwa wazazi. Tabia za watu kubwani zinategemea walivyolelewa utotoni. Kitengo cha familia kina maarifa kiasi gani kumtengeneza binadamu bora? Kwa nini tusitengeneze mabondia? Kwa nini tusitengeneze watu ambao hawana mahusiano mazuri na jamii? Sasa twende kwenye ndoa. Kama ni mwanamume amelelewa malezi haya ya kidikteta, amezoea kupigwa sana, hakuzoea kumuona baba akipokea ushauri wa mama, hakuzoea kumuona baba na mama wakicheza na wao. Huyu alizoea kupigwa kiasi ambacho ile mbegu sasa itaota. Ndio hao wanaume wakija kwenye ndoa, yani lugha yao kwa wake zao ni kupiga. Kosa kidogo mwilini, kufoka, mke hana uhuru, fokewa vibaya mno. Kwa sababu gani? Huyu ameathirika katika mikono ya wazazi. Kujengeka na kubomoka kwa binadamu kupo mikononi mwa wazazi. Ndugu yangu, mdau wangu, popote ulipo duniani, kiangalia kitengo cha familia, siri ya kuyumba, siri ya migogoro. Kwa nini mwanamume hana lugha ya maongezi? Kwa nini mwanamume hana lugha ya kucheza na mke, kutenga muda? Hakuzoea kumuona baba yake akitenga muda na mama yake. Hayo ni matokeo ya malezi aliyoyapata. Yani namna ulivyo mwanadamu ni fotokopi ya wazee wako. Tukimwangalia mtu tunaangalia wazee wake. Huyu kakosa malezi huyu. Ndio maana ukiona mwanamume apokee ushauri wa mke ndani, taswira yake hakuzoea kumuona mama yake akitoa ushauri, baba akipokea. Tabia za watu kubwani zinategemea sana walivyolelewa utotoni. Tutahangaika kunyosha kivuli, lakini uliopinda ni mti. Wadau, naam, ikiwa ni mke alile hawana mahusiano mazuri na waume zao, customer care, huduma kwa mteja, kumpokea mume kwa namna nzuri, kujishaua. Hakuzoea kumuona mama alikuwa chini ya baba dikteta, baba mkali anapiga, mama alikuwa moga. Kwa hiyo hii hali inakuja kumwathiri mtu ukubwani. Hawa ndio wale wanawake hata mapokezi mazuri ya waume hawana. Usimlaumu huyu akulelewa hivyo, kaanza kujifunza kwa mama nyumbani, mazingira yalikuwa sio rafiki. Ndio hawa wanawake inawezekana hata ile hali ya kusema aimbe shairi sitting room, aweze kujishaua kidogo kwa mume, ajiashue, hawezi. Yani yupo vile unaweza ukasema kama mwanamume mwenzio. Kuna watu mmeona sasa, huyu mwanamume mwenzangu nini? Lakini ndio mke huyu kakosa malezi. Sasa kwa nini tunaita darasa hili? Hebu angalia mke na mume namna mlivyo. Angalia mnavyopigana sana, mnavyotofautiana. Ninyi kuna kitu muhimu sana mmekikosa. Malezi yenu hayakuwa na viwango kwa wazee wenu. Ni jukumu sasa, hebu you can restart the computer if it starts. Unaweza ukaanza upya. Yani tuna maana unaweza ukazima alafu unawasha. Yani tuyarudishe tena mahusiano yetu katika dini. Tusome dini.
kuna vitu tumekosa. Maamuzi yenu ya kuoana wanandoa yako vizuri, ila kuna virutubisho mmekosa, ndio maana magomvi yanaendelea. Kwa hivyo karibuni kwa Mshauri Nasaha, karibuni. Tutatue tatizo kwa kuangalia vyanzo. Tuna gepu, tuna mwanya wa kukosa malezi bora. Tunahitaji sasa kuisoma dini ili tuhuishe mahusiano yawe hewani. Njia ya pili ambayo tunaishi nayo kwenye malezi, tambueni uwepo wa njia ya mzazi poa, mzazi demokrasia. Naam, mzazi demokrasia ni aina ya malezi wazazi wanalea watoto yani demokrasia. Naam, mifano miwili inaweza kutusaidia kuelewa dhana hii kwa uzuri. Ni mwalimu kwa fani yangu. I always teach with examples. Tunafundisha kwa mifano ili jamii ipate kuelewa vizuri. Naomba muangalie kuku akiwa na vifaranga, alafu kadhalika bata akiwa na vifaranga. Unadhani ni mzazi yupi anatangulia mbele, watoto wanakuja nyuma? Ni mzazi yupi anakuwa nyuma, watoto wanamtangulia? Hapa tunajifunza style ya uongozi, namna ya uongozi. Kuna uongozi, kiongozi anakuwa mbele, wanaoongozwa wanatakiwa wawe nyuma. Kiongozi ndo awaambie njooni hapa, sio amtangulie yeye. No, yeye ndio atangulie, fikeni hapa. Lakini mzazi bata ni yule mzazi watoto wanatangulia mbele, yeye anafuata nyuma. Kwa hivyo watoto wakimpeleka kwenye shimo anafuata. Watoto wakimpeleka kwenye bwawa na yeye anaenda. Yani anafuata matakwa ya watoto. Kuna wazazi kwenye majumba hadi watoto wanawasifia, wanaita babangu mzungu mimi. Mzee wangu mimi mzungu. Sasa uno uzungu ujinga. Naam. Kwa hivyo mzazi bata ndio anaingia kwenye kundi hili la pili, wale wazazi wanaolea watoto kwa njia ya kidemokrasia. Wanaua watoto hawa. Kwa njia ngapi? Kwa njia 4. Kwa namna ya kwanza ni wale wazazi ambao wanawapa watoto uhuru wa kupitiliza. Mtoto anakuwa uhuru kuvaa anavyotaka, mzazi asemi kitu. Naam. Mtoto anazurura, anarudi nyumbani muda utakao, mzazi asemi kitu. Mtoto anaangalia TV usiku, wazazi wanamwambia sisi tunakwenda kulala, mkichoka mtazima. Mtoto anakufa huyu, anashindwa kujua vipindi vizuri na vibaya. Ni wale wazazi hawana utaratibu wa kusimamia ibada za swala majumbani. Usimamizi wa ibada ya swala haupo. Yani watoto wanajilea wenyewe. They are too democratic. Yani kama ni wanademokrasia, wako kiuria. Watoto wanajichunga wenyewe kama kuku, hawana mchunga. Kwa hiyo wazazi hao wanawekeza 50% kulisha, lakini 50% ya usimamizi haipo. Namna ya malezi haya, athari yake ni kwamba wazazi wanachelewa kumfunza mtoto utiifu, eti kwa kisingizio bado wadogo. Kumbe zoezi la kuwajenga watoto katika utii lilipaswa lianze kuanzia miaka 2, 3. Kadiri mtoto anavyozidi kuongezeka umri, na usimamizi nao pia unatakiwa uongezeke. Tumefundishwa mtoto akifika miaka 7, Mtume SAW anasema wa'mur ahlaka bis-salah wastabiru 'alayha, waamrisheni watoto swala wakifika miaka 7. Wazazi lazima tukae kiusimamizi. Msiba leo katika majumba, wazazi wamepata watoto lakini watoto hawana wazazi, kwa sababu atapanya naye na watoto. Hili ni tatizo. Naam, mtoto ambaye amekosa kujenga utiifu mikononi mwa wazazi anakuwa namna hiyo, yuko huru kuvaa, yuko huru kuzurura, yuko huru kuangalia TV, yuko huru kuto kuswali. Ndivyo anakuwa huyo mtoto huyo. Mzazi anashindwa kupima matokeo. Kumbe ilitakiwa aingize uhusika wake na afuatilie, ikiwezekana kutumia hata adhabu ili kumjenga mtoto. Kuna msemo unasema samaki mkunje angali mbichi. Ukimponya samaki muda wa kumkunja, kisha kauka utamweza. Madhara, tutajenga kizazi cha watu waliokuwa binafsi. Watoto watapoteza fursa ya kujenga mahusiano bora katika ndoa. Tujiandae kuja kushuhudia magomvi yasiokuwa ya lazima katika mahusiano ya mume na mke. Unamzungumziaje mwanamke ambaye amekuwa katika makuzi huria haya? Alikuwa huru kuvaa anavyotaka. Ndio wale wanawake wameolewa kwenye ndoa, wakutia mume akimwambia vae hijabu, mke atavaa hijabu, mume yupo, akiwa hayupo anakaa wazi.
Akiambiwa swali ataswali, mume yupo, akiwa yupo aswali, ama wengine hata hijabu hawavai kabisa. Ni magomvi yanakuja kwa mashehe, mke wangu hataki kuvaa hijabu, mke wangu hataki kuswali. Tabia za watu kubwani zinategemea walivyolelewa utotoni. Hii taswira katoka nayo kwa wazee wake. Hakuzoea kuambiwa usivae hivyo, vaa hivi. Hakuzoea kuambiwa usizurule, kaa nyumbani, usitoke bila ruksa. Leo wanandoa mnagombana, mke anachomoka bila ruksa, na haoni kwamba kuomba ruksa ni sehemu ya dini, haoni. Sababu kubwa ni nini? Huyu kafa kitabia mikononi mwa wazazi. Enyi wazazi, mna jukumu la kumwandaa mwanandoa bora ajaye. Kwa hali hii tuliokuwa nayo, kwa ufahamu huu duni, tutatengeneza wanandoa bora sie? Kwa nini tusitengeneze watu ambao wanaingia kwenye ndoa watakaojaa migogoro? Namna tulivyokufa sisi kimalezi, tunaendelea kuua watoto. Mwanamke ambaye alizoea kuangalia ma TV, mume akimwambia sitaki ma TV nyumbani, sitaki ma season, yanaua imani. Mke huyu haelewi. Tena si ajabu akasema mimi nyumbani kwetu mambo hayakuwepo haya. Na mimi nimeshaolewa na swali suna. Bora ningeolewa na swali faradhi. Na mwakao nitakiona mimi amri kama polisi. Bla bla nyingi. Huyu hakulelewa na wazee wake, huyu ndio maana haoneshi adabu, haoneshi ushirikiano. Ewe dada yangu, uobishi unamfanyia mmeo, wewe hukulelewa wewe na wazee wako. Sasa usikopi na kupesti maisha yale ukayaleta huku. Hii serikali nyingine. Wewe hukua katika maisha ya dini, aliyekuoa na dini, na siku unaolewa uliulizwa. Zuhura binti Hussein, umekubali kuolewa na Dimoso? Ukasema nimekubali. Umekubali nini wewe? Ulikijua unachokubali wewe? Umekubali kwenda katika kitengo cha familia cha kulea, ubadilike, ubebe uhusika ili uweze kuitosha nafasi yako. Jamii inauelewa kiasi gani? Naam, tusilie na matokeo. Naam, mnamzungumzaje mke ambaye alikuwa haoni ibada ya swala majumbani? Huyu lazima aje asumbue. Kadhalika na wanaume, mwanamume ambaye alikuwa huria, anavaa anavyotaka, anazurua anavyotaka, ndio hao wanaume wanakesha kwenye mipira. Sheria ya Kiislamu haimruhusu mwanamume kuwa nje ya nyumba baada ya swala ya Isha isipokuwa kwa dharura. Leo wanaume kuwa nje imekuwa sio dharura, ndio kawaida. Wanawake leo wanalia kwenye majumba. Mwanamke analia, mume hana muda wa kustori naye, mume hana muda wa kusikia taarifa ya familia, yuko busy na mipira, yuko busy na vijiwe. Ni huyu binti aliaga kwao kaja hapo kwako, anahitaji sasa ndio yawe TV. TV leo imekuwa ya kwenda kuangalia mipira. Freedom without restrictions marvelous. Uhuru bila mipaka ni fujo. Leo tunaletea fujo katika maisha ya familia, ni kwa sababu tumekosa uelewa. Kitengo cha familia inabidi kirudishiwe meno. Lakini namna ya kwanza. Namna ya pili ni wale wazazi wanaompatia mtoto kile anachokitaka. Yaani tunaishi katika njia ya kwanza ya hii mzazi huria, mzazi bata. Namna ya kwanza kumpa mtoto ule kupitiliza na muua mtoto. Namna ya pili na muuaje mtoto ni kumpatia kila anachotaka. Mtoto chakula ndani, kila kitu, pesa kutumia. Yani mtoto hasikii maneno ya kuambiwa hamna. Enyi wazazi, hata kama una hela, mlee mtoto muda mwingine ajifunze kusikia sina mwanangu, hakuna, ili moyo wake huyu utambue kwamba katika dunia kuna kupata na kukosa. Mtoto ambaye amelelewa kila kitu anapata, hajui ugumu, anajengeka kisaikolojia kwamba maisha ni laini. Binadamu ukitaka unachotaka lazima upate. Swala kuambiwa hamna sujui inna Allah ma'aswabirina, kwake hiyo haingii. Ni mfano mzuri tu. Kuna mtu mmoja alikuwa analea watoto kwa staili hii. Anampatia kila anachotaka, asubuhi michokoleti, mijuisi, minini. Yaani watoto wanajisabilia. Sasa yule bwana na mmewe, yule bwana na mkewe wamepata ajali. Wamezimika mara moja. Baada ya mazishi ilibidi watoto wale wachukuliwe na ndugu yake, kaka yake. Kaka yake yule maisha yake ni ya chini. Anapiga pasi ndefu, akipata uji asubuhi, mchana anapiga deshi hadi goli la mwisho mpaka jioni. Vijana wanaita pasi ndefu. Sasa watoto wamefika kwa baba yao mkubwa. Baba yao mkubwa chai hajui. Vitoto asubuhi vinalilia chokoleti. Vitoto asubuhi vinalilia juisi, vinalilia soda. Baba yule kibaba cha sembe kinamtoa jasho kutafuta mia kwake kwa tochi. Sasa maisha haya watoto wanalia, yule bwana kichwa anajisikia uzito. Kwa hiyo wazazi ambao mna hela na mnaonekana kuleta viburi, mimi nina hela, mwanangu sitaki apate shida, anakula kitu roho inataka, sawa, lakini ninyi mnaua watoto.
watoto hawataleleka na watu wengine mtakapokuwa mmetawafu duniani hali ya kuwa bado hawajafika umri wa kujitegemea. Tuache kuchezea dini. Hebu tubebe ubora wa uzazi na ulezi. Lakini tabia hii itamkosti mtoto akishakuwa mkubwa. Kwa mfano akienda kwenye ndoa, kijana ambaye alikuwa anapatiwa kila kitu nyumbani, huyu hawezi kuwa na uwezo kutafuta. Na usishangae anaweza akawa sio riziki, akaangukia hata kuwa shoga, sababu uwezo wa kujitegemea hana. Lakini kama ni binti alilelewa njia hii, kila kitu anapewa, ndio wale wanawake kwenye ndoa wanagombana na waume zao. Eti mke analalamika kila anachotaka apate. Mume akimwambia fanya subira, mipango haijakaa vizuri, mimi maisha haya. They always complain, they always show dissatisfaction. I'm not that comfortable with this kind of life. I'm not comfortable. This kind of life, no, not at all. Basi Kiingereza kingi kujishaua kwamba siliviki na maisha haya. Haya maisha mimi sikuyazoea kwetu mimi, haya ndo nayapata hapa mimi. Sikuyazoea kwetu, kwenu na hapa ni hapa. Hata wale wazee wako hawakuanza na Z, walianza na A. Ila ulipofika muda wa ninyi kuzaliwa, hamkulelewa kimaadili, mlibomolewa. Na wewe na mume wako lazima maisha yaanze A ili mwende Z. Sasa kitengo cha familia, watu wanagombana, wanashindwa kujua kwa nini mnagombana. Ni kwamba mwanandoa mwenzako hakupata malezi mazuri, ndio maana anataka achukue staili ya maisha aliyotoka nayo kwao aje nayo hapa. Unaona, tabia za watu kubwani zinategemea walivyolelewa utotoni. Hebu mzungumzie mtoto aliyokuwa analindwa kupita kiasi. Sheria za vikwazo zinasema mwanadamu akisimama, mtoto akitembea, akianguka anainuka, ndio mwendo unaongezeka. Yaani katika maisha vikwazo ni sehemu ya maisha. Ukitaka mtu akose, yani asipate vikwazo vyovyote, mtoto anatembea kidogo, overprotection, unamdakadaka, unatengeneza bomu moja litakalokuwa alijiwezi kujitegemea. Okay, kuto kumzoesha mtoto kazi ngumu. Binti anakaribia kubalee, anatakiwa mzazi awe nyuma mama, aanze kukaa naye jikoni, amrithishe zile kazi za kike. Binti anahitaji kurithishwa kazi za kike, afue, jikoni apike, ndani apange vyombo. Huyu namuandaa sasa ni mke mtarajiwa huyu. Kijana wa kiume aanze kupewa stadi mbalimbali, aoneshwe namna gani mwanamume anatakiwa. Baba, zunguka na mtoto kwenye kazi ngumu. Naam, anza kumpanga kwamba utabeba majukumu. Kwa kadri mtoto anavyozidi kukua, twende naye, tusafiri naye. Lukumani anaonekana anampa nasaha kijana wake, usiwe mshirikina. Naona kwa hiyo tunaona tunamuona Zakaria anamsimamia Mariam. Tunaona kitengo cha familia tuwe nyuma. Sasa bahati mbaya katika hawa wazazi Uria kwamba ndani ya nyumba mtoto anakosa kuelekezwa. Ndio hao sasa wakija kwenda kwenye ndoa, kama ni mwanamke kaolewa, amelelewa njia hii, ndio wale wanawake wanashindwa kumudu nyumba zao. Wakutia kuna baadhi wanawake wameolewa, kupika hawajui, kufua hawajui, mikono imetepeta kama chapati za maji, bora zingekuwa za kukanda. Chapati za maji laini. Ndio wale hawa wanawake hata kupangilia nyumba. Mwanamke anaamka asubuhi yuko shagala bagala, hata kupangilia nyumba yake hawezi. Kuosha vyombo hawezi, mchafu, kuoga maji tabu. Yupo kwenye TV tunaangalia. Huyu hata akisogezwa katika tendo la ndoa, usafi wake wa mwili mtihani, anabonge la elfu. Mume hawezi akaenjoy hapo. Ndio maana unaweza kukuta mwingine kaolewa, kimwangalia machoni mwanamke kweli kweli, bonge ya mwili, lakini takataka, yani kasambalatika, hana issue. Tatizo nini? Tabia za watu kubani zinategemea walivyolelewa utotoni. Huyu kakosa malezi bora kwa wazee wake huyu. Ndio maana hivyo alivyo mnavyomuona. Sasa ukishatambua haya, nini faida ya kujua darasa hili? Ni kwamba mimi na wewe tukiwa kama wanandoa, hebu tujiangalie, tuangalie mahusiano yetu ndani. Kwa nini tunavutana? Ndugu yangu, kwa nini unagombana na mkeo? Ewe mwanadada, kwa nini unagombana na mumeo? Ninyi mnagombana, tatizo mmekosa malezi bora kwa wazee wenu. What to be done? Nini kifanyike? Nini kifanyike? Cha kufanyika ni kwamba turudi sasa, tubebe virutubisho ili tusafiri salama. Naam, tukiendelea hapo, kuna njia ya tatu. Njia ya tatu, malezi ama shimo la panya. Malezi yanaitwa ambayo sio shirikishi.
Malezi yasiyokuwa shirikishi ni aina ya malezi, mfumo ule wa maisha, baba asubuhi akiamka kazini, mama kazini, watoto wameachwa wajitegemee. Wanaangalia watoto mahitaji ndani ya hamna, huyu mwingine kaibuka kenda kuuza mifuko, mwingine kenda sokoni, watoto wanajitegemea kabla ya wakati. Naam, kiasi hiki watoto wanaanza kuwa na mahusiano na watoto wengine ambao watukutu wa mtaani waliokosa kuangaliwa na wazee wao. Mtoto anaanza kuchukua zile tabia za watoto watukutu, unamkuta naye kwenye bange yumo, madawa ya kulevya yumo. Naam, unamkuta mtoto mdogo tu kalala kwenye ukuta sehemu mjini, unamwamsha wewe, unanikata steam. Jamani, kitu hiki kinajua steam hiki? Kwa maana nini? Nyumba imempa mwanya wa kwenda kuungana hayo makundi. Kuna gap la usimamizi nyumbani alipatikanika. Ndio maana watoto wapo vijiweni, wapo waliokataa shule. Kwa sababu gani? Wazazi nyumbani kila mmoja akichomoka kenda njia yake. Hawa ni kama panya. Unaona ni malezi ambayo sio shirikishi. Madhara njia hii, huyu mtu akiwa mkubwa atakosa ubora wa binadamu. Mtoto ikiwa anakuwa maeneo yote matano yamekufa, huyu hawezi kuwa bora. Huyu kinachofuata, mtoto huyu atakuwa katika makundi yote mabovu. Ni Mwalimu Dimoso, ni kukaribisha kama mshauri na saa katika medani hii ya ujenzi bora wa taasisi ya familia. Tunaendesha darasa hizi kupitia WhatsApp. Karibuni sana, namba yetu mtaiona ikipita humo. Tunakukaribisheni kwa maswali, tukaribisheni kwa semina mbalimbali popote mlipo, everywhere in the world. If you invite me, I respond. I'm available. Just invite me anywhere, I can respond. Nipo naitika popote pale. Namba zetu ndio hizo, WhatsApp yetu ndio hiyo inapita. Basi tukaribishane, tukitibia kitengo cha familia. Ninatambua ndoa bila elimu ni sawa na chai bila sukari. Mateso yanayotutesa haya ni matokeo ya kutokuwa na elimu. Wabillahi tawfiki wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.